Nimefurahi kwamba hakuna kufanya mazoezi mechi kesho, nafanya mazoezi leo hakuna, na hakuna kutoka kwenye vyumba vya kubadilishia nguo kwenda kubadilisha nje, hakuna. Na ukifanya hivyo unaganya 5. Hiyo imekaa vizuri. Big up sana rais wa mpira huu, Rais Karia. Bonge la mchezaji yule jamaa. Simba kwa nini wamuoni mtu kama mimi nanikera hii ujue hii? Simba kwa nini wamuoni yule? Kwa hiyo Mgunda ni bora kuliko Mwalimu? Kuliko Mwalimu, serious. Iko sawa? Iko sahihi kabisa. Utekelezaji utakuwepo? Lazima utakuwepo. Steri kitu kikoza na mimi wala wafanyaji makosa. Wala wanakulima kweli kwa pointi 5. Nawaambia hivi, washabiki tutulie. Timu yetu ni bora mno. Yaani mimi naiona timu inakuja ni moto zaidi ya mwaka huu ulioisha, msimu ulioisha. Timu itakuwa bora sana. Nakwambia, narudia tena, timu yao hawajaiona, wasimalize maneno. Ipo. Wasimalize maneno. Timu yao hawajaiona ikicheza, timu yao hawajaiona, si wanaangalia tu wachezaji fulani kaja. Ndio yale walifukuza wachezaji 9 mpaka sasa hivi wa kigeni kwa sababu ya vitu kama hivyo. Kitaalamu ile ni Mwalimu alichokifanya yeye, kafanya kama ni tunaita ameenda kambini kukoki silaha zake. Kule tumeenda kujificha kuzikoki silaha zetu. Tusitolee kwenye reli na hawa gongowazi. Gongowazi kwa sababu bora kutoka kwenye reli sisi. Gongowazi akina nani? Ni Yanga hao. Gongowazi? Hao gongowazi. Kwa nini unawaita gongowazi? Kwenye masuala ya maforward na mawinga. Nimekuambia hivi, yule Mgunda ni bonge la mchezaji. Mimi nina jicho la kuangalia mchezaji mzuri. Yule Mgunda ni bonge la mchezaji. Viongozi wangu kama wananisikia hilo walifanyie kazi. Yule Mgunda aje Simba. Yule Mwalimu tuachane naye. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotpeace. Bado tuko na wadau mbalimbali hapa Kariakoo Uhuru, na kubwa zaidi tunazungumza nao yale ambayo yamejili kimichezo zaidi, tukielekea kwenye maandalizi ya msimu ujao wa NBC Premier League. Kama bado haujasubscribe channel yetu mwana michezo wa Hotbeast TV, basi chukua hii time subscribe, kisha like, share na comment. Hawa ndio ambao wanafanya soka la Tanzania linaendelea kuwa na shamla zaidi, kwa sababu mchezo wote unahitaji mashabiki. Ndugu yangu, habari za leo? Na salama. Nashukuru sana. Mambo yanaendaje? Mambo yanaenda vizuri, sijui kiupande wako. Niko poa. Niko poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Side Uwezo. Jina langu la kwenye masuala yangu ya mitandao ni Side Uwezo, ila naitwa Side. Side kama Side. Kama shabiki wa Yanga hivi. Mimi Simba Sports babu. Damu. Oya, mimi Simba kulihalia. Muda sana. Yaani tangu nimezaliwa mimi ni Simba Sports. Sio ya urithi? Sio ya urithi. Hii nimezaliwa tu nimejikuta niko Simba. Sawa, hamna shida. Tupo kwenye Kagame Cup, lakini wenyewe anasema kwamba ni maandalizi kama pre-season ya kuelekea kwenye mashindano mbalimbali ya msimu ujao, tukianzia kwenye klabu bingwa pamoja na NBC Premier League, namna ambavyo kikosi umekiona, na bahati nzuri zaidi wachezaji wote ambao tumewasajili kwenye msimu huu mpya wamepata nafasi ya kucheza. Wewe umeona kitu gani ambacho unaweza kukizungumzia leo kwenye klabu yako ya Simba? Bwana, mimi nilichokiona kocha wetu ana akili nyingi sana. Unajua sisi tumeenda kule tunaficha makucha. Hatujafungua booster. Booster tumeficha mifumo. Mara leo unamwona Kapombe kaka namba 5, sijui Duchu unaona kaka namba 4. Ile yote ni kuwapoteza wapinzani wasijikanyage. Watakuja kula goli nyingi. Kwa hiyo ni mtego. Huo ni mtego tu. Kweli? Ni mtego serious. Mbona kama semaji la kafu amestuka hivi? Nisikilize nikwambie kitu, ule ni mtego. Ila tu timu yangu kwenye mazingira ya usajili watakuwa waambatane na usajili vizuri tu, wasitolewe kwenye reli. Tumepata wachezaji wazuri, wachezaji wote ni wazuri tuliowasajili. Tusitolewe kwenye reli na hawa gongowazi. Gongowazi kwa sababu wao watakutoa kwenye reli sisi. Gongowazi akina nani? Ni Yanga hao. Gongowazi? Hao gongowazi. Kwa nini unawaita gongowazi? Sisi ndo tumeanza kuvaa jezi. Zamani wao walikuwa wanatembea tumbo, wanacheza wakiwa tumbo wazi, wavai jezi. Sisi ndo kwanza kuvaa jezi na sisi ndo kwanza kuvaa viatu. Hakuna mchezo ambao unacheza bila kuvaa jezi. Sasa si miaka ya nyuma wakati ndo zinaanzishwa hizo timu. Sisi ndo ilikuwa timu za Simba ilikuwa timu ya kishua. Ila sasa sio akishua. Mpaka leo akishua. Simba unaonaje? Wakishua sisi. Naona kama timu nyingine. Hatujai kuomba wala kushika bakuli. Sasa wewe ndio ushua.
Huo ndio ushua. Sasa wewe unashika bakuli, wewe na maana wewe kama unashika bakuli wewe sio mshugo, wewe mtu wa Kiswahili. Naam, tuendelee. Ndio. Usajili umefanywa vizuri na nashukuru sana kwa usajili uliofanywa, wameufanya kwa uweledi sana. Sijui umeelewa vizuri. Ila tu issue ya mwalimu yani issue ya mwalimu kuhusu Wydad na sisi, mimi ninachoona viongozi wangu wa Simba waachane na mwalimu. Kuna wachezaji wazuri sana Tanzania hii ukiacha mwalimu. Kuna mtu mmoja anaitwa Mgunda alikuwa anacheza Mashujaa. Bonge la mchezaji yule jamaa. Simba kwa nini wamuoni mtu kama mimi nanikera hii ujue hii? Simba kwa nini wamuoni yule? Kwa hiyo Mgunda ni bora kuliko mwalimu? Kuliko mwalimu serious. Kwanza Mgunda ana uzoefu, kashatoka nje ya nchi hii, kashacheza ligi ya nchi tofauti. Kwa anafaa pale kabisa Msimba. Unamchukua Mgunda, unamchukua Chobwedo. Wafikiri kinaharibika nini pale mbele? Tunaenda kimataifa babu, kwa wachezaji wa ndani wale wachezaji wazuri balaa. Kwa hiyo na maana sajili zilizofanyika kina Chilambo, kina Kevin sio wazuri. Yani wale ni wazuri kwa namba zao ni wazuri sana, ila ndo wazungumzia upande wa kule mbele kwenye masuala ya mafuari na mawinga. Nimekuambia hivi, yule Mgunda ni bonge la mchezaji. Mimi nina jicho la kuangalia mchezaji mzuri. Yule Mgunda ni bonge la mchezaji. Viongozi wangu kama wananisikia hilo walifanyie kazi. Yule Mgunda aje Simba. Yule mwalimu tuachane naye. Ila kashasajiliwa. Sawa, lakini kama kuna uwezekano yule mwalimu tumbwage. Lakini Mgunda yule bonge la mchezaji. Kwani utofauti kati ya Selemani Mwalimu na Mgunda uko wapi kitaalamu zaidi? Kitaalamu yani mwalimu anapenda sana kukaa kwenye box. Sijui umeelewa? Mwalimu anakaa sana kwenye box, anarudi chini kidogo lakini anakaa sana kwenye box. Ila Mgunda anatembea maeneo yote ile eneo la box lote anatembea yeye. Unamfananisha na Fuad Gana ambaye alishawahi kupita kwenye ligi kuu NBC Premier League? Mimi namfananisha yule na Kagere. MK14. Namfananisha Mgunda na Medi Kagere. Mgunda bonge la mchezaji yule wa Mashujaa yule. Unamvuta wewe unamweka pale, mwalimu wa nini? Kwanza mwalimu yuko slow sana, hata kwenye performance yake namuona yuko slow sana. Sijui umeelewa vizuri. Kwa hiyo hafai mwalimu. Hapa mimi kiukweli hapana. Yule aondoke, kama kuna uwezekano kumwachia waachie tu Wydad mchezaji wao, waachane naye. Tutavuta kina Mgunda wapo na kina Chobwedo. Dumbe hatoshi kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa wachezaji wa ndani nasema. Wa ndani, okay. Nazungumzia wachezaji wa ndani. Wale wanatufaa vibaya mno. Na wataleta bato kwa wachezaji wao wa nje. Tukizungumzia nafasi nyingine ambayo imefanywa maboresho bwana, ndugu yangu Saidi, ni ile sehemu ya beki ambaye tunaona kama Shomari Kapombe kapata mrithi ambaye Nathaniel Chilambo. Unamzungumziaje Chilambo? Chilambo ni bonge la mchezaji, ila sasa ukiacha Kapombe, Chilambo ni bonge la mchezaji. Sasa Chilambo atakuwa apate mbadala mmoja wa nje. Tena atakuwa apate mchezaji wa kigeni. Huyu Duchu na Kapombe wanacheza muda mrefu sana, lakini bado nao hawatoshi. Duchu na Kapombe kama anatuacha hivi. Kwa hiyo tupate mchezaji mmoja wa kigeni kwa upande ule, itakuwa vizuri zaidi. Umenielewa eh? Tupate mchezaji mmoja wa kigeni ule upande wa kulia, itakuwa vizuri zaidi. Unamaanisha kwamba Chilambo hataweza kukompiti na lile bato la klabu bingwa? Ataweza vizuri tu, ila tupate watu wengi kwenye ile namba ili watu wawe na bato wanacheza vizuri. Unajua watu mkiwa wachache kwenye namba moja, mkiwa wachache mnabweteka. Ukiwa wachezaji kama watatu au wanne ndio mnakuwa mko sawa sawa, mnapambana. Tupate mchezaji wa kigeni ule upande. Kelvin Nasho, usajili wa Kelvin Nasho kwenye mitaa ya Simba Sport Club unaizungumziaje nayo pia? No doubt. Bonge moja la mchezaji Kelvin Nasho, ana tatizo lolote. Sahihi kabisa Side. Nimepiga saluti kabisa kwa viongozi wangu. Kwa nini? Wachezaji wa ndani, yule jamani bonge la mchezaji kwa wachezaji wa ndani. Yule ni bonge la mchezaji. Na ataleta bato hata hao wachezaji wa kigeni, ataleta bato. Kwa anafaa kabisa mpaka kimataifa. Anafaa vizuri tu. Yeah. Semaji la Kafu Ahmed Ali, baada ya kuchezwa mechi 2-3 kadhaa za Kagame Cup, kama kumekuwa kuna baadhi ya complain ama malalamiko kwa wanalunyasi pia na mashabiki wengine wa soka hapa nyumbani Tanzania, wakidai kwamba Simba mbona kama bado haijajipata. Yeye akaona vizuri zaidi aje kuliweka wazi na kusema kwamba tupo kwenye pre-season. Hili nalo pia tunaliwekaje kitaalamu? Kitaalamu ile ni mwalimu alichokifanya yeye, kafanya kama ni tunaita ameenda kambini kukoki silaha zake. Kule tumeenda kujificha kuzikoki silaha zetu. Hatuonyeshi kila kitu ambacho wewe nyinyi mnakitaka. Na ukisema kila kitu unakitaka washabiki kwa kipindi hiki tutafeli. Mwalimu ana maana yake, tumwache mwalimu afanye kazi. Ndio maana kuna vitu vingi tumevificha. Unakuta namba zinavurugwa, Kapombe anacheza namba 5, Shulani anacheza namba 4 hivyo.
kwa sababu kuna vitu fulani vya mifumo vinavichwa na mwalimu. Tupunguzeni kelele na punguzeni miemko. Mtani kajipanga na yeye, sio jambo la kawaida. Unaizungumziaje hii nayo kitaalamu zaidi, hususan tukaelekea kwenye uzinduzi wa ligi kwenye kombe la hisani? Timu yao hawajaiona. Unamaanisha nini? Timu yao hawajaiona. Unamaanisha nini Side? Nakwambia, narudia tena, timu yao hawajaiona. Wasimalize maneno, ipo, wasimalize maneno. Timu yao hawajaiona ikicheza, timu yao hawajaiona. Si wanaangalia tu wachezaji fulani kaja, ndio yale walifukuza wachezaji 9 mpaka sasa hivi wa kigeni kwa sababu ati vitu kama hivyo. Umenielewa sijui vizuri? Walifukuza wachezaji wa kigeni kwa vitu kama hivyo vya kuwasifia wachezaji muda mrefu. Timu yetu nzuri, afu msimu uliopita wametunyang'anya ubingwa wetu. Sisi tumenyang'anywa ubingwa, tunachukua makombe yote haya. Umenyang'anywa kivipi bana Saidi? Sisi tumenyang'anywa kwa goli letu la Zanzibar, goli kaingiza mwalimu kambani. Unaambia sio goli offside. Mbona anasema ushindi wa mara ya tatu, mara ya 5 au ya 4 mfululizo, point amechukua kwenu bana? Si kweli. Tumezulumiwa goli letu Zanzibar, tunachukua makombe yote, tulikuwa tunachukua haya. Mama, mimi nakwambia, ingekuwa swali kusio kudhulumiwa, sasa tulikuwa tunachukua makombe yote. Kwa hiyo wito wako nini kwenye bodi ya ligi? Mimi wito wangu kwenye bodi ya ligi, kanuni vitu walivyovibadilisha nimefurahi sana. Vitu walivyovibadilisha nimefurahi sana. Tumeona leo. Umefurahi nini zaidi? Nimefurahi kwamba hakuna kufanya mazoezi, mechi kesho nafanya mazoezi leo hakuna. Na hakuna kutoka kwenye vyumba vya kubadilishia nguo kwenda kubadilisha nje, hakuna. Na ukifanya hivyo unaganywa 5. Hiyo imekaa vizuri. Big up sana rais wa mpira huu, Rais Karia. Big up sana. Neno moja kwa wale Karia. Mimi nampa hongera tu, hivi atakuwa endelee hivyo, kwa sababu bila hivi mpira wetu utaingiliwa na watu ambao ajabu. Bila hivyo mpira wetu utaingiliwa na watu ajabu. Kwa hiyo alichokifanya Karia ni sahihi kabisa. Mtu akibadilishia nguo kwenye chumba ambacho sio sahihi, pointi 5 unakatwa. Iko sawa? Iko sahihi kabisa. Utekelezaji utakuwepo? Lazima utakuwepo. Steri kitu kiko wazi, na mimi wale wafanyaji makosa wale wanakulima kweli kwa pointi 5. Ligi yetu inakuwa vizuri. Discipline inakuwepo kwa sababu kwa mazoea yalikuwa mengi. Neno la mwisho kwa mashabiki wenzako na wanachama wenzako pia wa mnyama Simba Sport Club, unatamani uambie nini hii leo kwenye Hotbiz Media? Nawaambia hivi, washabiki tutulie, timu yetu ni bora mno. Yaani mimi naiona timu inakuja ni moto zaidi ya mwaka huu ulioisha, msimu ulioisha. Timu itakuwa bora sana. Mimi nawaambia tulieni. Hao wengine wanatuingiza tumkenge, tupagawe. Timu ni nzuri sana hii. Bana, mimi nikushukuru sana. Nashukuru sana. Na wewe pia. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbiz.